Welcome kwenye channel yetu pendwa kabisa ya movie za kutafsiriwa za Kiswahili. Hapa umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Once again, leo tupo kwenye movie yetu kali kabisa ya kichawi, ya kusisimua, ya kufurahisha na ya kuigiza, na kama vile akina Harry Potter, akina nani, hii ni nyingine tena. Movie yetu tutakutana na jamaa mmoja anaitwa Dumbledore. Katika movie hii tunakutana na jamaa mmoja aitwaye Albus Dumbledore, wakati akijaribu kumzuia mchawi sana hatari sana aitwaye Grindelwald, lakini tofauti ya vita si ya kawaida kabisa kutoka kwa Dumbledore, lakini ana kikwazo kikubwa kutokana na siri ya zamani inayomzuia kupambana naye moja kwa moja kwa ajili ya uadui wake. Je, Grindelwald atafanikiwa kutawala ulimwengu wa kichawi? Na je, Dumbledore atapata njia ya kumzuia? Na siri gani kubwa zinazofichuliwa wakati wa familia ya Dumbledore? Kaa na mimi tayari ili kupata ukweli. Kaa tayari. Filamu yetu inaanza katika mgahawa wa kawaida ambapo tunamuona bwana Albus Dumbledore akimsubiri mtu muhimu sana. Muda mfupi baadaye anaingia bwana mmoja aitwaye Grindelwald. Hawa wawili walikuwa ni marafiki wakubwa sana hapo zamani. Walikuwa wachawi wenye vipaji vya ajabu walioota ndoto zao na kubadilisha dunia pamoja. Lakini kadri muda unavyopita, mawazo yalitofautiana. Grindelwald alianza kuamini kwamba uchawi unavyopaswa kutawala watu wa kawaida kwa nguvu. Dumbledore hakukubaliana na huo mtazamo. Wakiwa katika meza wakizungumza kwa utulivu kabisa, lakini mvutano mkubwa ulitokea kati yao. Grindelwald alisema kwamba dunia itabadilika kwa vita kubwa inayokuja, na anamshawishi Dumbledore ajiunge naye kama zamani, lakini Dumbledore alikataa. Tatizo ni kwamba hawawezi kupigana moja kwa moja kwa sababu zamani waliunda Blood Pact, kiapo maalumu cha kichawi kinachozuia moja kwa moja kumdhuru mwenzake. Hivyo basi vita lazima itapigwanwa kwa njia nyingine. Wakati huo tunamkuta bwana Newt Scamander katika msitu wa mbali akiwa mtaalamu wa viumbe vya kichawi. Amefika kushuhudia kuzaliwa kwa kiumbe adimu sana kinachoitwa Quillen. Quillen ni mnyama wa kichawi mwenye uwezo wa kutambua usafi wa moyo wa mtu. Kwa bahati mbaya, kabla Newt hajafurahi tukio hilo kuliona, wafuasi wa Grindelwald wamevamia eneo hilo. Wanataka kumuua mama ya Quillen bila huruma. Newt akajaribu kumlinda na watoto wa Quillen, lakini maadui wakamzidi nguvu. Mtoto mmoja wa Quillen akachukuliwa na maadui, huku mwingine Newt akimuokoa na kuondoka naye. Tukio hilo linaanza mpango mkubwa wa Grindelwald ambaye baadaye anataka kuwa hatari, awe mchawi, awe mtawala wa kote ulimwenguni. Upande wa pili kwa bwana Dumbledore, aunda timu kwa kutambua kuwa hawezi kufanya vitu vyote peke yake. Kwa hiyo akakusanya makundi la watu mbalimbali na watu wanaowaamini. Kwanza kabisa akaanza na Newt Scamander, kisha akaja na Theo Scamander ambaye ni kaka yake Newt. Alimuunganisha pia Professor Lally kutoka Marekani. Yupo pia Barnett ambaye pia ni msaidizi mwaminifu wa Newt. Yusuf kama naye anaingia katika mission hii, na mwisho kabisa tunakutana na mtu anaitwa Jacob Kowalski. Jacob ni mtu wa kawaida asiye na uchawi, lakini Dumbledore anajua kuwa moyo wa Jacob ni safi na anaweza kuwa msaada mkubwa. Kila mmoja anapaswa kuwa na jukumu maalum. Cha kushangaza ni kwamba hata baadhi yao hawatambui mpango mzima. Dumbledore anafanya hivyo makusudi ili Grindelwald asiweze kusoma au kutabiri hatua zao. Wakati huo bwana Jacob anaumia sana moyoni kutokana kwa mpenzi wake Queen Goldest aliyeamua kujiunga na Grindelwald wakati wa filamu iliyopita. Jacob haelewi kwa nini alifanya hivyo. Bado anampenda sana na ana matumaini ya kwamba siku moja atarudi. Dumbledore alimpa Jacob fimbo ya kichawi. Ingawa Jacob si mchawi, fimbo hiyo ilikawa ishara ya amani ambayo Dumbledore anayo kwake. Jacob alikubali kujiunga na mission kwa sababu anataka kumsaidia na kumuokoa Queen. Grindelwald anaanza kupata nguvu. Kadri hadithi inavyoendelea, Grindelwald anazidi kuwa maarufu na anazidi kuwa na nguvu. Licha ya historia yake ya uhalifu, na viongozi wa dunia ya wachawi wanaanza kumruhusu kushika katika siasa. Anaonesha kama ni mtu anayejali sana usalama wa wachawi, lakini nyuma ya pazia bado anaendelea na mpango yake ya kutafuta madaraka, na anajua kwamba uchaguzi mkuu wa viongozi wa wachawi unakaribia na anataka kushinda kwa gharama yoyote. Timu ya Dumbledore
naye inaelekea Berlin. Huko ndipo shughuli nyingi za kisiasa zikiendelea. Katika mji huu wa Greenwald anayejaribu kupata uungwaji mkono kutoka kwa viongozi mbalimbali, lakini bwana Davidow na timu yake wanafanya kila liwezekanalo kufichua siri ya ukweli. Yusuf kama anatumwa kufanya kazi ya siri ndani ya kambi ya Greenwald. Hatari kubwa sana, akigundulika maisha yake yanakuwa hatarini, lakini anakubali kwa ajili ya kusimamisha nguvu za kigiza. Katika moja ya mission, Thanos akakamatwa kwenda kupelekwa kwenye gereza la kichawi lenye ulinzi mkali. Newt aamua kwenda kumwokoa. Hii ndiyo mojawapo ya sehemu ya kusisimua zaidi katika filamu. Ikiwa ndani ya gereza hilo, Newt aonekana na viumbe wa ajabu na hatari, lakini kwa sababu anaelewa tabia zao, anafanikiwa kuvuka maeneo mengi bila kujeruhiwa. Hatimaye amemfikia Theseus. Baada ya mapambano na matatizo mengi, wawili hao wanafanikiwa kutoroka. Wakati huo huo, Credence anaendelea kutafuta ukweli kuhusu yeye ni nani. Kwa muda mrefu amekuwa akiamini kwamba Dumbledore ndiye adui yake, lakini pole pole anaanza kugundua kuwa alidanganywa. Afya yake pia inaendelea kudhoofika kutokana na nguvu kubwa za Obsirius ndani yake. Mwisho wa uchunguzi wake, ukweli mkubwa unafichuliwa. Credence si mtu wa kawaida. Jina lake halisi ni Albus Dumbledore. Yeye ni sehemu ya familia ya Dumbledore. Ugunduzi huu unabainisha kila kitu. Unaanza kuona kwamba Greenwald amekuwa akitumia kama silaha. Sasa tumefika kwenye sehemu muhimu ya hadithi. Greenwald ameamua kumtumia yule mnyama alomuua mwanzoni na kutumia nguvu za giza kumfufua tena upya. Ingawa anaonekana hai, kiumbe huyo si wa kawaida tena. Lengo lake kumtumia huyo kiumbe katika uchaguzi unaokuja wa kisiasa wa kichawi, kwa sababu Queen huonekana katika uwezo wa kutambua mtu mwenye moyo safi. Ikiwa watu watamuona yule mnyama ameenda kumchagua Greenwald, basi watu wengi watamuunga mkono na mpango wake utakuwa umeenda sawa sawia. Hatimaye siku kubwa imefika, ilikuwa ikisubiriwa. Wachawi mbalimbali wametoka sehemu mbalimbali za dunia wakikusanyika sehemu hiyo. Kila mtu anasubiri kuona nani atakayechaguliwa kuongoza. Greenwald akiingia kwa kujiamini na bila wasiwasi wowote, na analeta yule mnyama aliyefufuliwa. Kiumbe huyu anatembea mbele ya umati mkubwa wa watu, kisha anampigia goti Greenwald. Umati unashangilia na watu wengi wanaamini huo uthibitisho kwamba yeye ndiye anayestahili kuongoza na yeye ndiye mtu msafi sana. Kwa muda mfupi kabisa anaonekana kwamba mipango yake imefanikiwa. Ghafla Newt na timu yake anaingia na amembeba yule Queen, mnyama wa ukweli kabisa. Umati wote unashtuka. Inakuwa wazi kwamba Queen aliyekuwa ametuhumiwa na Greenwald alikuwa ni sehemu ya udanganyifu, na Queen wa kweli anaachiwa. Anatembea mbele ya viongozi wote waliokusanyika. Kila mtu anashikilia pumzi akisubiri uamuzi wake. Baada ya kumpigia magoti Greenwald, atamchagua mtu mwingine. Kwa sekunde chache ukumbi mzima unakuwa kimya, kisha ukweli unamchanganya kila mtu. Greenwald amekuwa amedanganya. Mpango wake yote imeanza kusambaratika mbele ya macho ya watu. Baada ya siri kufichuliwa, vurugu zinaanza. Katikati ya machafuko hayo, Dumbledore na Greenwald wanakabiliana. Kwa miaka mingi walikuwa wakisubiri wakati huu. Nguvu zao za kichawi zilikuwa zikigungana kwa kiwango kikubwa, lakini wakati wa mapambano hili Blood Pact ilianza kuvunjika. Uchawi uliowafunga miaka mingi unaharibika kwa mara ya kwanza. Hakuna tena kizuizi kati yao. Mapambano yao yanakuwa makali sana, lakini kabla hawajafika mwisho, Greenwald anatambua kuwa ameshinda kisiasa, akaamua kutoroka. Anatoweka na kuacha wengine wakikabiliana na matokeo ya matendo yake. Baada ya kuondoka Greenwald, Credence yakutana na Aberforth Dumbledore. Hapo ndipo ukweli wa mwisho unafichuka. Aberforth ndiyo baba yake kwa maisha yake yote. Credence alikuwa akitafuta familia, sasa hatimaye ameipata. Ingawa afya yake bado dhaifu, sasa ana watu wanaomjali. Katika mwisho wa filamu, Queen sasa anatambua makosa yake aliyofanya. Anamwacha Greenwald, anarudi kwa marafiki zake. Jacob anafurahi sana kumwona. Baada ya mateso yote yaliyopita, wawili hao waliungana tena. Muda mfupi baadaye anawaona wakifunga ndoa. Ni tukio lenye furaha kubwa linalotoa hitimisho la kihisia kwa hadithi yao. Hadithi yetu inaenda mwisho. Tumeshuhudia vita vya akili, siasa, usaliti, urafiki, mapenzi na siri za familia ambazo zimefichuka kwa miaka mingi. Greenwald hajashindwa kabisa, lakini mipango yake imevurugwa. Dumbledore amepata nafasi ya kuendelea kupambana naye siku zijazo. Credence amepata familia yake. Queen na Jacob wameungana tena, na ulimwengu wa wachawi umeepuka katika mikono ya utawala wa hatari.